Tumia ujumbe. Mtazamaji wa Truth Media, ulitoka kumsikia hapo ni ndugu yangu Haji Mnandi JR. Yeye anajiita meneja wa habari na mawasiliano kutoka wilaya nzima ya Temeke. Lakini sasa hivi nipo na mwenyekiti wake hapa. Mzee wangu, Mzee Malinyi, shikamoo. Marhaba, habari za kwako? Kwema kabisa. Alhamdulillah, habari za Jumapili. Namshukuru Mungu. Ndio. Leta habari. Ubaya ubwela nilikuwa nausikia nimeweza kuuona. Ndio tumeanza. Simba hatari. Ndio tumeanza. Umeona ndogo tu hapo wameanza kupiga kelele. Tumesema hii kama wenzetu wa Tanga kuna lugha yao wanasema kama mbwai na iwe mbwai sasa hivi. Mbwai yenyewe. Ndio hiyo. Mpaka tufike mwisho mimi na yeye. Wanasema vita yote haichagui silaha. Kabisa. Yeye analoga usiku, mimi naloga mchana kweupe. Hata kali yako mpaka vunje nazi pale uchu wa nyama tutavunja tutaondoka. Wewe uogopi. Kabisa. Yes, mchana anajificha, usiku anajificha. Sisi tunakwenda mchana kweupe. Tunafanya bala pale kama kali yako mbele za watu huyo. Lishatimia unaondoka. Mradi Simba tuifanye vipi? Tumeshamwambia tumeanza. Tumeanza. Harris Arafat ni watu wadogo sana kwenye mpira wa Tanzania. Harris mwenye vilabu Afrika. Kabisa. Huyo wote ni watu wadogo sana kwenye mpira wa Tanzania au mpira wa Afrika au mpira wa dunia. Lakini wameingia wakaona sasa tulivyokaa kimya ndani ya miaka miwili wanafanya mavitu fulani na bosi wao Jesem. Sisi kama Simba tulinyamaza kimya kuheshimu mpira wetu wa Tanzania. Sawa. Tukilalamikia bodi ya ligi yote inayofanyika ya mtu kuzamini timu 8, tia anakwenda timu 9 sasa hivi kimya. Hata kimya umeisha. Tunaamua kujibu. Sasa tunaamua kujibu ili mpira tunaamua kujibu ili mpira uchezwe. Sasa tunaamua kujibu ili mpira uchezwe. Wao wamezinunua timu, sio nalalamika. Sisi tunajua pende za juzi zilikuwa zote za halali. Lakini wao wanasema muamuzi hakutenda haki kwenye zile penalty. Sasa tunaomba wao wakae wakielewa hivyo. Wao wanavyosema wanasema zilikuwa penalty. Sisi zile penalty zote zilikuwa za halali, muamuzi alikuwa yuko sahihi. Kwani kweli hazikuwa penalty zile? Zote ni penalty halali. Ila wao wanakuambia zile hazikuwa halali, muamuzi kapendelea kawabeba. Hapana. Sisi hatukubebwa. Muamuzi ametoa penalty za halali na dada yule kama nilivyokuambia jana nani yule? Neema Wilson. Mimi naomba TFF impeleke yule FIFA, apewe beji ya FIFA. Katika linesmen bora kabisa wanaokuja sasa hivi. Ninaona dada yule linesmen bora kabisa yani. Nimemwona mechi nyingi akichezesha, ana msimamo. Na ndio maana hata wachezaji wa Mashujaa walipomfuata hakutishika. Akapambana nao. Pale weka pale. Lakini baada ya mechi tu Mzee Malinyi watu wengi waliposti picha ya Neema Wilson Mwambasha, kitambulisho chake kinaonyesha kuwa yeye ni mwanachama wa Simba Sports Club. Haizuii kuwa mwanachama. Kwani wale marefali wote wanaocheza kina Kayoko wana kadi za Yanga. Wakina Kayoko wote watunyima goli ujuzi pale, tumenyimwa penalty 2 na goli tumenyimwa. Mpira unachezwa nje. Kwani Kayoko sana kadi ya Yanga? Au hujui? Kayoko ana kadi ya Yanga. Hayo mengine nachokwambia, Neema Wilson sio mwanachama wa klabu ya Simba wala sio mpenzi wa Simba. Yeye anafuata sheria 17 za mpira za FIFA. Ila tu wanajaribu kuunda. Unajua watu wanaedit vitu. Wanaedit vitu. Mimi naiomba bodi ya ligi TFF, marefu waliocheza mpira juzi wako sahihi, wala tunaomba kamati ya masaa 72 isianze kutuletea furukuru zao. Maka hivyo ndio kuta wakataka kuwafungia. Hakuna kitu hicho. Wamechezesha mpira kwa sheria 17 za mpira. Yoyote ataka kutekuaguta wale tutawafuata. Tutaandamana mpaka kwao. Katika marefali bora na linesmen bora wanaokuja wale pale. Mzee Malinyi, nilimsikia pia shabiki mwingine wa Simba alisema kabisa huyu muamuzi Kefa Kayombo anatakiwa achezeshe hata dabi. Kabisa yuko sahihi. Nimemwona mechi nyingi, sio hizi za Simba tu. Hata anapocheza mechi nyingine anasimama kanyoka. Hana kupinda kama akina Kayoko. Hela kisha wekewa benki, anakwenda bana kata penalty 3 za penalty 2 zetu atukatalia. Goli nakataa, mpira unachezwa nje na Kamala anasema ndio kuchezwa. Kwa sababu Kamala kaucheza. Sheria ya wapi hiyo? Muamuzi lazima uwe na msimamo. Muamuzi lazima uwe na msimamo. Mpira kachezea nje, weka pale goal kick. Mpira ulishatoka ule. Ukipoteza muda lazima muda uongezwe. Tunashaka kafanya maajabu. Sisi tunawachowaambiaje? Kitu cha kingine ninachotaka kuambia mabwana. Wao wamekalia sasa mechi ya juzi, kelele zimekuwa nyingi na watapiga kelele sana. Waje kwenye dabi. Waje kwenye dabi. Dabi yetu tunaitaka. Tuliwaambia. Nilikuwa nawaambia kila siku hapa. Kwenda kule ni sawa na watu kutuanga maji kwenye kino. Kama Alex Mgongolo ni mwanasheria mkubwa sana, lakini amejivunjia hadhi yake kwenye hili kuingia huku. Nilikwambia siku zote, ukisha mtu yoyote hata akiwa msomi, hata akiwa kiongozi ndani ya serikali, pale anakuwa na akili kabisa kuwaongoza watu wake. Akisha kuja kukutana na wenzie hawa. Yeye anakuwa bugira. Akisha kukutana na hawa wenzie, akitoka kula akakutana na wenzie. Hawa wenzake. Akienda kile kwenye swala la Yanga,
pale kila kitu nakuwa hamna kitu. Hamna kitu. Kwa nini? Akishakuja kukutana na hawa wenzake, hawa Yanga, basi inakuwa hamna kitu kabisa. Hata yeye ukimwambia bwana lile jua sinawaka ile pale, ule mwezi na hata sema mwezi kweli ule mwezi. Upaka utashangaa bwana yule profesa wewe anasema ule mwezi. Hata kukataa kusema hapana ile bwana jua unanidanganya bwana. Hamna. Yaani ukishakutana mchukue mwana Yanga yote. Mchukue mwana Yanga atoka Kigoma, mchukue mwana Yanga yeye atoka Tanga, mchukue mwana Yanga atoka Malinyi, mchukue mwana Yanga atoka Songea, mchukue mwana Yanga atoka Zanzibar, mchukue mwana Yanga atoka Mwanza, mchukue mwana Yanga anayetoka pengine Kenya. Kokote pale. Walete hapa. Alafu hawajakutana siku moja. Hawajakutana. Hata siku moja. Alafu njoo sema tu. Bwana ule pale mwezi ule size. Hakuna hata mmoja atakayempigia, wote atakubali kweli mwezi ule. Hakuna hata mmoja kama bwana jua lile bwana tulanganya bwana. Yaani ukishakuja kwenye swala la Yanga tu umekwisha. Kama viongozi walivyosema hatuchezi, nao wote wakasema hatuchezi. Hatuchezi. Tunakwenda CAS. Lakini sasa hivi nimemsikia tukao tunawaambia wamesema tunacheza. Tukao tunawaambia. Mara nyingi tulikuwa tunakwambia hapa, mnakuja tunafanya interview kwamba kule CAS Yanga sio mwanachama wa CAF. Yanga ni mwanachama wa TFF. TFF ni mwanachama wa CAF. Sawa. Lazima akipeleka kule mashtaka kakwepa hapa, watu kwanza watawauliza, atamuuliza mwanachama wake kuna nini? Na ndicho kilichorudi. Wameleta majibu CAS, wameleta majibu matatu. Kwani hao wanasheria wa Young Africans wote watano wale hawakujua hilo? Mimi nafikiri hivi hiyo. Kwa hatua hii mimi nafikiri walipewa vyeti vya kuchonga hawa. Hawa walipewa vyeti vya kuchonga, hawa hawakufanya masomo vizuri, hawakufaulu masomo ya darasani. Maana inawezekana walipata vyeti vya kuchonga, vya kibao kwa miaka ya nyuma. Alafu wanakuja huku sio wanasheria wasomi. Huwezi kuwa mwanasheria, wanasheria watano wananiambia huu mwaka 17 18 mimi najua hao 20. Kesi za Yanga zote hata za Nyenyeri wanafeli. Sasa mwanasheria gani? Kwa sababu mwanasheria kwanza kushindwa kesi anakuwa kajaribia CV yake. Mwanasheria CV nzuri ya mwanasheria ni kushinda kesi. Lakini kwamba hata biashara yake inatangazika. Hata wewe unashindwa, hata kesi ya Nyerere, hata kesi ya Nyenyere unashindwa. Zote wameshindwa. Na ndio maana huyo mwingine kama kuresign kazi. Huyo mwingine kama kuresign kazi. Masaa 24. Kwamba sasa aibu. Unataka kulipa milioni 400. Huyu ndugu yangu alikuwa anachekelea tu hapa huyu. Mandevu. Milioni 400 ya Yanga inapotea. Inakwenda huko. Inakwenda, sawa? Sasa basi CAS wamewajibu. Tunataka tupate hukumu inayoonyesha wewe mpaka kuja huku. Pengine bodi ya ligi, TFF na bodi ya ligi wapo walipokunyang'anya point 3. Tuwekee nakala yake. Tuletee nakala inayoonyesha wewe kama klabu ya Yanga. Sawa, kama klabu ya Yanga, wapi ulipopata hasara kwenye mchezo ule? Tuwekee nakala yake. Kwa sababu ule mchezo bado wakala alikuwa anaendelea kukata tiketi. Sisi tutakuwa mashabiki, tukakata tiketi mpaka leo zirudishwa. Ndio tulalamike. Hana nakala hiyo, kashindwa. Sawa, kashindwa. Sasa wanasheria gani wanapeleka kesi hawana vielelezo? Kesi kwa ikufanyika. Kaambiwa swala lako tumelitupilia mbali. Lakini wao wanachosema CAS alichopeleka barua kule, CAS imeelekeza maelekezo kwamba itapanga tarehe nyingine ya mchezo. Wao ndio walioahirisha mchezo. Tunaahirisha mchezo kwa sababu kadhaa bodi ya ligi. Tutapanga tarehe nyingine, maelekezo aliyowasilisha kule. Akasema yeye ina shida. Sawa, kwa sababu wao wana sababu za msingi bodi ya ligi kuamua kuahirisha mchezo na kuupanga siku nyingine. Sawa. Sasa wewe unakuja unakimbilia nini? Kwa maana inaonekana hawa ni watovu wa nidhamu. Mimi ningeiomba tu bodi ya ligi au kamati ya masaa 72 imekuwa inachekea sana watu. Huyu Arafati huyu na huyu Hersi piga nyundo tu. Mbona kamati ya Ngozereni iliwafungia watu hapa? Mwalimu Ngozereni alipokuwa kamati ya Mwalimu Ngozereni watu wote walinyoka hapa. Wewe ukifika pale unakula 3 4 tuondoke. Ukitia kusura Ngozereni 3 4 watu walinyoka hapa. Lakini sasa vitu chekeana tu. Watu wanajiona tayari, wanavimba, wanafanya ndio kwenda CAS. Wewe unakwenda CAS, wewe mwanachama. Mzee Malinyi, kabla ya safari ya Young Africans kwenda CAS, viongozi wa bodi ya ligi ikiwemo Steven Mguto tulimsikia akizungumza akiwashauri waweze tu kuyamaliza tu hapa huko wanakoenda safari itakuwa ni ngumu. Lakini pia tuliweza kumsikia rais wa TFF Wallace Karia akizungumza wakati akitokea pale airport terminal 3 wakati anazungumza na waandishi wa habari. Alizungumza akasema kabisa kinachoendelea ni kama bongo movie tu na kuwashauri vingi Young Africans, lakini hatimaye wameenda huko, wamerudi hapa, wamerudishwa hapa. Huo ndio mbumbumbu. Sasa ndio wajue watu wao kwamba wana viongozi.
wana viongozi mambumbumbu. Watu wao sana kwa kauli zile. Ndio nasema hivi kwa sababu alikuwa anajua wanachokwenda kufanya, watakachopeleka kule hawatafanikiwa. Lazima wale watarudisha majibu huku kwa mwanachama wake. Tunataka maelezo ya swali likoje. Huyu sitaandika maelezo yake ndio aliyoahirisha mechi. Yatakwenda kule. Yule leo amsikilize mwanachama wake, ndio mwenye mpira wake hapa. Hata wewe unataka kushindana na mwenye mpira wake. Unataka kushindana na mwenye mpira wake. Ni sawa sawa na wewe mtoto nyumbani, baba anakupa maagizo, wewe unashindana na baba. Itakuwa akili hiyo? Utakuwa na akili unashindana na wazazi wako? Mzazi kisha kwambia hapa hii sitaki, fanya hivi. Wewe unashindana naye. Aliyokuleta wewe duniani. Utakuwa na akili? Ndio hao nawaambia, wajua wana viongozi, wana wahuni tu. Na tayari wazee la wahuni tu. Tayari wazee wa mikoa mbalimbali Mzee Malinyi. Tayari wazee wa mikoa mbalimbali tulisikia kauli zao wakisema kuwa dabi haichezwi na kasi kule tayari wameshashindwa na tayari nasubiri bodi ya ligi wapange tarehe tu ya dabi. Hii dabi unavyoona wewe kweli itachezwa na wazee walishatoa kauli zile nzito? Nilikwambia Yanga hakuna wazee, Yanga kuna wahuni bwana. Yanga hakuna wazee, Yanga kuna wahuni. Popote penye wazee pana busara. Popote penye wazee pana inatumika busara. Kule kuna wahuni, hakuna mzee. Wote ni wahuni. Wao wahuni, viongozi wahuni tu. Kwa sababu kama ingekuwa wazee wana busara, kule kuna wazee watakao kukaa na viongozi. Jamani, hii haina sababu ya kwenda kupoteza pesa. Siliko hivi, bodi ya ligi wamesema, wameshaahirisha. Tunaogopa nini kwenda kucheza mchezo? Tumeathirika nini? Sisi tumeambiwa kila mtu Simba abebe gharama zake na sisi tubebe gharama zetu. Tukacheze mpira. Mambo ya kuhangaika kuitupa ila klabu milioni 400 ya nini? Hawakufanya hicho kitu, wakati wanashabikia kwenye kahawa, wakinywa kahawa, wanashabikia kama wale kumbikumbi. Unajua kuna wale kumbikumbi wale kinyesha mvua wanakuja tu. Hawaelewi watu wapi. Wakija wanadondoka, ukigonga ukuta wanadondoka wamekufa. Ndio wazee wao hawa. Kule kuna wahuni, hakuna wazee, kuna wahuni. Klabu inakuwa na wahuni. Mbadilike. Na wewe utakwenda kuwa mzee wewe na busara. Wewe sasa unakwenda kuwa mzee wewe na busara. Usio kama wahuni wazee wako wahuni. Sawa sawa? Kwa hiyo majibu yaliokuja ndio hayo. Wana sheria vihio, washabiki nao vihio. Viongozi vilio. Kabisa. Kabisa. Mzee Malinyi, tukiachana na hilo swala la kasi, una mechi yako inayofuata ya ligi kuu NBC Tanzania Bara dhidi ya JKT Tanzania. JKT Tanzania ambao wanaonekana ni wagumu sana kwenye vilabu vya Simba na Yanga. Mtani wako msimu huu pale uwanja Meja Jenerali Samuyo ameweza kupata shida kabisa na wakagana alama moja kwa moja. Wewe mchezo huu unauonaje? Nilishakwambia sio wewe tu, waandishi wengi wa habari nilishawaambia kwamba mechi zote za Simba tunalielewa. Hakuna mechi rahisi. Hata kama tungecheza na Lea ile pale nacheza pale, Mwembe Yanga pale, wale wanaocheza pale wakija kucheza na Simba wale watabadilika. Mechi ya Simba itakuwa ngumu wanapocheza na Simba. Simba ni kioo. Simba ni timu kubwa Afrika. Kila mchezaji anataka kwenda kucheza Simba. Kila mchezaji anapokuja timu inapokuja kucheza na Simba anataka amuonyeshe mwalimu ili aweje kutajiriwa Simba. Kupanda ndege kaka. Kupanda ndege la. Kupanda ndege la. Ile sio hivi kwa sababu ya ukubwa wetu. Kwa hiyo tunalijua kwa sababu ya ukubwa wetu. Kwa hiyo kila mechi tutakayocheza lazima tutapata tabu. Ila kwa sababu tuna nguvu. Sawa, tunatumia nguvu zetu. Wachezaji wetu wanacheza kwa nguvu. Sawa, wanacheza kwa nguvu na tunaweza tukatoka nyuma ya matokeo na tukashinda. Kama ulivyoona juzi, nyuma ya matokeo tumejitahidi, tumepigana, tumepambana kwa sababu ya nguvu zetu na ukubwa wetu tumeweza kushinda. Sawa, ndio wameweza wao plan au game plan yao ya mwalimu Salum Mayanga, na ni mlaumu Salum Mayanga. Alikuwa kocha wa timu ya taifa, lakini amekwenda juzi na game plan mbovu kabisa. Huku akijua Simba Sports Club tayari wana jambo kubwa la kitaifa. Tuna jambo kubwa la kitaifa. Japo jina la klabu lakini heshima kwa taifa. Tunakwenda kwenye fainali ya shirikisho. Kawapanga wachezaji wakacheza michezo ya ovyo kabisa ya kutaka kuwaumiza wachezaji wetu. Kwa hiyo sisi tuliingia pale na approach zetu mbili. Kwamba tunakwenda kucheza kwa tahadhari. Kwa sababu tusije tukaumia. Na hao kwa sababu wanajua kabisa sisi tuna kitu kikubwa, lazima tutaogopa. Ndio tutacheza kwa utaratibu. La pili, tuliuficha mpira wetu. Belkana wako hapa. Wamekuja kufanya sawa, scout. Kwa hiyo tufiche mpira wetu. Sawa. Wao walipopata bahati mbaya tu ile pasi iliyopigwa, tight mark ilikuwa nzuri, mchezaji kaigusa, wakapata goli. Kwa hiyo sasa wakakaa nyuma. Kocha gani anafunza wachezaji, weka nyuma, piga mbele tu. Weka golini. Kocha timu ya taifa kwa anafunza mpira ule. Vichekesho. Sasa Simba kwa sababu ni timu kubwa. Simba ni timu kubwa. Tulicheza mpira, tulimshambulia. Na kwa wakati wote ukikaa nyuma, ndani ya dakika 90 unapocheza timu ya Simba kama kubwa kama ile, Simba kubwa, utafungwa tu na utafanya makosa. Na kweli kashambuliwa, tulimfanyia mashambulizi makubwa na akafanya makosa yale mawili, ndio yakaigharimu timu.
Mzee Malinyi, wapo wanaolalamikia baadhi ya wachezaji wa Simba Sports Club ambao wanakaa benchi, wakipewa nafasi wanaonekana hawafanyi vizuri, ikiwemo mechi ya juzi dhidi ya Mashujaa mliocheza. Kocha alifanya rotation, alikuwepo pale Edwin Balua, alicheza Duchu, lakini Debra Fernandez Mavambo aliweza kuingia pamoja na Awesu, lakini hawakuonekana kufanya vizuri. Na nimezungumza hapa na moja shabiki wa Simba akasema wao ndio waliweza kuigharimu timu wachezaji hao. Kabisa, hilo ni kweli. Sio unaposajili wachezaji wote, hata Ulaya kuna wengine wanakaa bench, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, kule PSG, wengine wanakaa bench. Sio kwamba wote wachezaji utakaowachezea, utakaowasajili watakuja kuleta mafanikio kwenye klabu. Wengine huwa wanashindwa kutokana pengine na kipindi kigumu wanachopitia. Anaweza katoka pale akaenda klabu nyingine aka win. Kwa sababu tumeona hiyo. Kuna akina Luzio walikuwa wanatoka kwenye kombe la dunia, wamechukua kombe la dunia 2002. Center for timu ya Brazil, lakini alikwenda Real Madrid akafeli, lakini baada ya kwenda Inter Milan wakachukua kombe na Mourinho. Sawa. Walikuwa kwa wengi kule UEFA. UEFA alichukua kabisa ile kombe la UEFA. Sawa. Kule kulikuwa kuna kina Luzio, walikuwa kina Schneider, watu wengi walicheza wa Ulaya, kwa timu zingine walishindwa, lakini baada ya kwenda pale wakawini. Hilo mimi nasema si tatizo sana, kwa sababu kama tumeona na mwalimu anaona, nafikiri anaweza kufanya mabadiliko, pengine kuwapa mkono kwa heri dirisha jingine, ili waende na wao wakapata changamoto nyingine, tuweze kuleta wengine ili waweze kutusaidia. Hivyo ni vitu vya kawaida kwenye timu kubwa kama ile ya Simba.